nka vice guverineri ushinzwe ubukungu muri Sud Kivu, birumvikana muri AFC M23. Uyu munsi rero amakuru ahari nuko yamaze kwitaba Imana yaryamiye uko bagabo mu rukera rw'uyu munsi ahagana saa 12 za mu gitondo tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu nijoro ryakeye, nibwo abantu basanze iwe mu cumba ce yitabye Imana. Kugeza akanya AFC M23 muri rusange ntabwo iratangaza itangazo ryo official rishobora gusobanura by'umwihariko icyateye urupfu cyangwa se niba ari n'ikindi, kuko amakuru amwe yavugaga ko yanyereye muri dusha, abandi bakavuga ko yitabye Imana basanze mu cumba ce yitabye Imana. Bamwe bakavuga ko ari stroke, abandi bakavuga ko ari indi ndwara. Gusa muri rusange amakuru nuko navuga ko yamaze kuryamira uko abagabo. Kugeza uyu munsi hategerejwe itangazo rishobora kuza kuba risobanura by'umwihariko ico uyu mugabo yazize muri rusange. Reka twihanganishe abakongomani muri rusange, twihanganishe M23 AFC twigwaneho muri rusange, twihanganishe n'abanyamurenge kubura umuntu nkuriye. Ni nk'inkubi dukubitiye muri uyu muhana kabisa. Nuko bigenze umugabo, turabyutse tuje mu tuzi twacu tw'abantu nyine dusanzwe. Ngenda nabanje kuja kudepoza abana b'abanyeshuri abahungu biwe baza baja ku kazi. Ndagenda nja kubadepoze ngo ngaruke, amasaha yo kujya ku kazi barageze. Ariko ndetse chef wa amasaha ko ataragera hanze bishatse kuvuga iki? Nje kabisa ninje wari collaborateur wiwe mu nzu, numva ko nta bana bato yari afite bo gutuma, ninje yatumaga. Nta n'umugore yari afite hano mu rugo, ninje yatumaga ibintu byose. Urumva rero isaha yose nabaga ndi hafi yiwe kugira ngo abashe kuntuma. None mu gitondo yabyukaga akameza programme y'ibikorwa, ibyo tugura, imikate tugurira abantu bose, imikate mu nzu ibiki. None saa 2 ziragera atarasohoka. Saa 3 mvuye kudepoza abandi saa 2:30 sanga ntarashika, ndarabyuka abandi mbaza abakozi ndetse nta chef ntimuramubona hanze, ati ntibaramubona. Ndagiye ngiye kubwira umusirikare, chef ntibaramubona hanze kandi amasaha arageze. Igihe tukiri muri ayo ngayo n'umusirikare kuri biro baramamagara, protocole baramamagara, guverineri amasaha y'inama arageze, none ariye ko ataboneka. Tiyewe simbizi, ati turiko turamagara telefone yewe ntiyayicamo. Ndi sawa, reka hanze ngerageze ndebe. Turazamutse n'umusirikare muri etage ngo tukomange, wapi turakomanze, wapi turakomanga, wapi. Musoda ati tumanuke hasi tumworera abanza ryamasinzira. Uko urumva twakomangaga avec respect. No ngomba ni wapele ntapana, ibi birarenze. Saa 3 zageze kandi afite inama, kandi n'ubusanzwe ntazageza no masaha hatarasohoka. Ntireka du force tugonge cyane, turagonzega cyane, noneho bitakira iby'amarespe, turagonze cyane urugi po wapi. Sinzi ngene umusirikare yakoze kuri ponye, asanga ponye iri wazi, ponye irafunguye. Twahangayitse gutya naho ponye ifunguye. Nuko umusirikare ni waruri imbere yanjye ngo mukubita amaso, turi muntu ntakirimo umwuka. Mpaka sasa raia wanaendelea kuishi katika hali mbovu kama gisi inakuwa ikifahamika kutokana na vita ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakuwa ikiripotiwa mara kwa mara. Raia wanasikia hapa na pale vita kati ya jeshi ya FARDC na jeshi la M23, kundi la M23, na hiyo inakuwa ikileta wasiwasi kwa baadhi ya raia wengi wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukitaja miji mbalimbali, Bukavu, Goma, Kamanyola kwa sasa ambako kundi hilo linapatikana, na hiyo inakuwa inaleta hofu hata kwa raia ambao wanapatikana maeneo ya Uvira na maeneo mengine. Na hiyo mpaka sasa raia wanaendelea kujishughulisha kama kawaida ya hivyo, ila wasiwasi hiyo ya usalama mdogo inakuwa ikileta kutokuwepo na kazi nzuri kwa raia ambao wanaendelea kuishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata Uvira na penginepo. Na kuhusu hali nyingine ambayo labda inakuwa inatatiza raia kwa wakati huu ni
mambo hii ya maji. Ilikuwa ni hapa juzi mvua kali imenyesha kwenye tarafa la Fizi. Tuanzie kwanza baada ufike huko Fizi, na uwezi kuuliza swali ngapi tu ni kidogo kuhusu uzima hapo Uvira. Sasa watu wanasema eti M23 imefika kama ni wapi, Katogota. Mbele ya Katogota inaitwa Luvungi. Iko unanisikia? Kwa habari ya M23 kuwepo kwa Luvungi, naweza nikasema labda hizo habari sio za ukweli, kwa sababu yapata sasa miezi mitatu sasa ndipo M23 inapatikana kwenye kijiji cha Kamanyola na Katogota. Katogota ndio mwanzo wa tarafa la Uvira, na ni hapo ndipo wapo tangu tarehe 18 ya mwezi wa pili. Taarifa za uongo, kwa sababu kundi hilo la M23 wapo Katogota tangu mwezi wa pili na Kamanyola, ila Luvungi hizo taarifa ni za uongo, na wanaopatikana Luvungi ni jeshi la FARDC, wazalendo na jeshi lingine. Alibaba.com factory direct sourcing. You can enjoy fastest. Kundi la M23 bado hawajakuwa pale, wanakuwa ndio Katogota na huko Kamanyola na kuendelea maeneo ya huko Bukavu. Sasa uzima Uvira, watu wanaendelea, masomo inaendelea, biashara inaendelea, ama kuna vitu vimesimama kwa juu ya hizi vita? Upande wa shule kusoma, shule zinasoma kama kwa upande twende tuseme kwa mwendo wa kobe, kwa sababu ndio wanafunzi wanaenda shule, lakini kibaridi hivyo ni kujitahidi. Wanafunzi wanaenda shule, uchumi inakuwa ikizorota kama gisi mnakuwa mkifahamu. Biashara vinakuwa vinapanda bei, biashara wachuuzi wanachuuza hivyo. Unajua kwamba njia ya Bukavu, Goma na penginepo ndipo wachuuzi wengi walikuwa wakienda jishughulisha kukamata vitu vyao kurangua na wanaleta maeneo ya Uvira. Sasa wanakuwa wakitumia tu Burundi na eneo ya Tanzania. Uchumi ni hivyo nayo imezorota, lakini watu hawana kile cha kufanya, ile wanapiganisha ili wapate angalau kidogo ya kufanya kama kwa kupata maisha yao ya hapo kesho. Lakini uchumi inakuwa ya hivyo kwa sababu kuna njia zimoja ambazo wachuuzi walikuwa wakitumia, lakini kwa sasa njia hizo hawazitumie kutokana na hali hii ya usalama. Okay. Sasa tuende kwa hiyo, na usema accident imekuwa ya maji, mambo ikoaje sasa? Ni siku mbili sasa, kulikuwa mafuriko, kulikuwa janga la mafuriko kwenye tarafa la Fizi kunako kijiji cha Kasaba, maeneo ya Ubwari. Ubwari ni eneo linalopatikana katikati ya ziwa Tanganyika kwenye sekta ya Nganja kunako groupment ya Babungwe Side. Sasa mvua kali imenyesha sehemu hiyo na kufanya kwamba mto mmoja anapatikana sehemu hiyo kujaa na kuweza kuvamia makazi ya wakaaji wanaoishi sehemu hiyo. Kwa duru toka raia wa maeneo ya tukio hapo, upande wao wamesema ni zaidi ya watu 100 ndio wamepoteza maisha na zaidi ya watu 45 wameumia. Nyumba zaidi ya 150 zimeweza kubebwa na maji. Ila upande wa serikali wanasema kwamba ni watu 63 ndio wamefariki. Na habari janga hilo limefanya kwamba familia zinazoishi sehemu hiyo kupoteza familia zao, kupoteza makazi, kupoteza vitu kadhaa, na mpaka hivyo wamoja ambao walionusurika wanabaki bila sehemu ya kulala. Hiyo ndio janga imepitikana, na majonzi mpaka sasa inaendelea kuwa mengi kwenye kijiji hicho cha hapo Kasaba huko maeneo ya Ubwari Fizi. Sasa watu wenye wameumia na nini, hizo sasa hospitali zenye ziko huko Fizi zinatosha ama kuna wenye wanakuja huko Uvira? Nafikiri walioumia
wamoja wamepelekwa huko maeneo ya Baraka na wengine maeneo ya Kazimia ili wapate kupata matibabu kama alivyosema vile vile mkuu kiongozi wa tarafa la Fizi ambaye ametaja kwamba ameonyesha hiyo shida iliyotokea hapo na ameonyesha namna gani raia hao wanaweza wakawa na nia ya kupata msaada toka mashirika ya kiutu na mashirika mengine, kwa sababu upande wa raia upande wao hawataweza, na bila mchango wa serikali ama msaada wa serikali na mashirika ya kiutu hawataweza, kwa sababu na hata kwa wakati huu tunazungumza kuna kwa taarifa zinazungumza kwamba mvua imenyesha tena leo kali sana eneo hilo, ila matokeo bado haijatolewa, lakini raia mpaka sasa wanaendelea kuishi vibaya sehemu hiyo. Msaada wote haujatolewa isipokuwa tu shirika la Msalaba Mwekundu na memba wao ndio wamefanya kazi hiyo majuzi kusaidia raia wa maeneo hayo kutafuta mili ya wale ambao wamepotea ndani ya udongo na wale ambao wameshushwa na maji hadi ndani ya ziwa Tanganyika. Kawaida hata huko Uvira mara mingi mvua ikinyesha inasababisha hizo shida. Huko Uvira hii mvua sasa haikusababisha shida yoyote? Kwa wakati huu Uvira mvua ambazo zinanyesha hazikusababisha madhara, ila kwa wakati huu ambao tunazungumza inayosababisha madhara Uvira ni ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika imepanda zaidi, imepanda maji ya ziwa Tanganyika imepanda zaidi na kushambulia tena makazi ya wakaaji. Nyumba nyingi ziko katika maji kwa wakati huu ambao tunazungumuza na hata ziwa Nyangara, kuna ziwa ingine inaitwa Nyangara. Nyangara inapatikana upande gani? Nyangara ni ziwa ingine kubwa ambayo inapatikana eneo la kata la Kavimvira. Ni njia ya kwenda Burundi. Upande umoja kuna ziwa inaitwa Nyangara, nayo imejaa na imeshambulia nyumba za wakaaji. Kwa wakati huu kuna watu ambao wanalala nje, wametoka manyumba zao baada ya maji kushambulia nyumba na wanalala nje, wanakosa misaada. Kwa wakati huu tunazungumza, na ziwa Tanganyika nayo hivyo hivyo imeshambulia nyumba za wakaaji na wamoja wanakuwa kilala sehemu ambako wanakosa nafasi ya kulala kwa sababu